anayechagua Baba Mtakatifu kwa kweli ni Roho Mtakatifu. Huyu Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa mkuu wa shirika la wa Agustiniani alishatembelea Tanzania. Amefika hapa Dar es Salaam, amefika Njombe, amefika Mahanje kule Songea. Kwa hiyo kidogo ana kauelewa kanji yetu. Na Baba Mtakatifu Leo wa 14 naye anaingia kwenye uongozi katika kipindi ambacho kina changamoto zake ambazo tupende tusipende zinadai zikabiliwe kichungaji. Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji mpendwa, karibu katika kipindi maalum Hayawi Yamekuwa. Tumempata Baba Mtakatifu mpya Leo wa 14. Tunazungumza na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam wa Shamsana Jude Thaddaeus Ruwaichi kuhusiana na kupatikana kwa Baba Mtakatifu huyu. Karibu uwe nasi hadi tamati. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Kupatikana kwa Baba Mtakatifu kwangu kuna maana mbili. Kwanza ombwe lililokuwepo baada ya kufariki kwa Baba Mtakatifu Francis, kwa kupatikana kwa Baba Mtakatifu mpya limeondoka. Kwa hiyo kanisa sasa lina kiongozi. Jambo la pili, kupatikana kwa Baba Mtakatifu mpya kwa kanisa Katoliki kuna ashiria mwanzo wa awamu mpya. Awamu mpya ya uongozi ambayo lakini sio haibui kanisa jipya. Kwa sababu kanisa ni lile lile moja takatifu Katoliki la mitume alilolianzisha Yesu Kristo. Na yeyote anayechaguliwa kuwa Baba Mtakatifu anafanya kazi ya Kristo. Ndio. Sasa Baba Mtakatifu mpya amechagua jina la Leo 14. Ndio. Maana yake kulikuwa na wengine 13. Yes. Pengine kwa sababu sio yeye, wewe sio yeye, lakini najaribu kutaka kujua kwa mtazamo wako kwamba unadhani kwa nini amechagua jina la Papa Leo? Papa Leo ni kati ya mapapa wa karne za karibuni. Na ni Baba Mtakatifu ambaye aliliongoza kanisa katika kipindi chenye changamoto. Lakini ni Baba Mtakatifu pia ambaye alileta mageuzo ndani ya kanisa. Alilisaidia kanisa kukabili mambo yaliyokuwa yanalizonga katika kipindi chake. Na Baba Mtakatifu Leo wa 14 naye anaingia kwenye uongozi katika kipindi ambacho kina changamoto zake ambazo tupende tusipende zinadai zikabiliwe kichungaji. Naye naona amejipanga kwa uelewa kwamba tunakoogelea sio maji shwari. Amejipanga kwa msaada wa Mungu akabiliane na fursa na changamoto ambazo kanisa linazikabili leo. Ndio. Na tuliona aliyetangulia alitoka Amerika Kusini. Ndio. Huyu bila shaka ni Amerika Kaskazini. Yes, huyu amezaliwa Amerika ya Kaskazini. Ndio. Ni Augustiniani. Ndio.
na amefanya utume Amerika ya Kusini, nchi ya Peru. Kwa hiyo anaifahamu Amerika ya Kaskazini na ya Kusini vizuri. Ndio. Na pia anajua lugha zinazotumika kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo kutoka kwao Marekani anajua Kiingereza, lakini kule alikofanya utume amejifunza pia Kispanish na Kireno. Lakini pia niongeze amesoma Roma, kwa hiyo amejifunza Kiitalia. Kwa hiyo anao mchanganyiko mzuri wa utamaduni na lugha. Aha. Ndio. Kwa maana hiyo na lugha ya kanisa maana yake Kilatini lazima ajue. Okay. Sawa sawa. Pengine hili la sasa hiyo ya kutoka, maana yake sasa tuna mapapa wawili kutoka eneo ambalo linafanana. Ni mkakati Sio moja kwa moja na wala sio kimkakati. Okay. Kwa sababu ni preempt swali ambalo ungeniuliza baadaye. Ndio. Katika kuelekea kwenye uchaguzi, watu ambao hawakuingia kwenye uchaguzi lakini ambao walikuwa wanajaribu kuchambua, walikuwa wameweka kwenye kinyang'anyiro walengwa kadhaa, na nadhani mlengo wa kwanza kabisa alikuwa ni Cardinal Luis Tagle. Ndio. Wa Ufilipino. Sasa. Alafu alikuweko wa pili ni Pietro au Peter Parolin, katibu mkuu, ambaye ni katibu mkuu au waziri wa mambo ya nchi za nje wa Vatican. Ndio. Alafu alikuwa pia ameingizwa Cardinal Matteo Zuppi. Huyu ni askofu mkuu wa Bologna na ni mwenyekiti wa baraza la maaskofu la Italia. Ndio. Na wengine waliwekwa. Afrika alikuweko Robert Sara na Fridolin Ambongo. Ndio. Hawa walikuwa wamejitokeza. Lakini basi uchaguzi wa Baba Mtakatifu ni jambo linalohusisha wanadamu, lakini sio tu jambo la wanadamu. Okay. Anayechagua Baba Mtakatifu kwa kweli ni Roho Mtakatifu. Okay. Na nadhani Roho Mtakatifu amewaongoza, na kwa kipindi kifupi wakafikia mwafaka juu ya mtu mmoja, hivyo kwamba akapata hizo kura theluthi mbili zinazotakiwa kwa ajili ya kuchaguliwa. Ndio. Kwetu sisi sasa, pengine kanisa la Afrika, kanisa la Tanzania, ina ujumbe wowote? Ndio. Sisi kama kanisa la ulimwengu tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya Baba Mtakatifu. Tunajikita kufanya kazi naye, na tutafuata na tutapokea mwongozo atakaotoa na kuutekeleza. Kama kanisa la Tanzania, nadhani tunacho kitu cha kujivunia kinyemela. Samahani kwa hiyo expression ya kinyemela. Nasema hivyo kwa sababu huyu Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa mkuu wa shirika la wa Agustiniani alishatembelea Tanzania. Amefika hapa Dar es Salaam, amefika Njombe, amefika Mahanje kule Songea. Kwa hiyo kidogo ana kauelewa kanji yetu na historia na nchi yetu. Tunayo kila sababu ya kujivunia kwamba tunamfahamu na tutafanya naye kazi. Sasa. Ndio. Pengine sasa wito wako kwa kanisa
baada ya taratibu ambazo, na mara nyingi inapotokea hivi kuna watu wengi wapya ambao wanaiona jambo kwa mara ya kwanza. Ndiyo. Na pengine hawaelewi maana yake hata linapotokea mpaka linapomalizikia. Tujifunze nini ili tuende sawa na kanisa letu linavyotaka, hasa inapofika nyakati kama hizi za uchaguzi? Hii tumeona kwa Baba Mtakatifu, lakini kuna chaguzi zetu mbalimbali ambazo zinaendelea katika ngazi tofauti tofauti za kanisa. Kuna ambayo Baba Askofu Mkuu unaweza kutilia mkazo tujifunze kutokana na hii conclave? Ndio. Kwanza nifanye rejea kwamba hii conclave kama mnavyotambua ilihusisha makardinali au wawakilishi 133 kutoka nchi 70 za dunia nzima. Ndiyo. Wengi walidhani kwamba kwa kuwa hawa makardinali hawakuwa wanafahamiana sana, ingeweza ikachukua hata wiki moja, pengine hata wiki mbili. Lakini katika tuseme siku moja na nusu, sababu walianza uchaguzi jioni ya tarehe 7, wakapiga kura moja na yenyewe haikutoa majibu ambayo yalitosheleza. Tarehe 8 asubuhi wakapiga kura 2 na zenyewe hazikutoa majibu ya kutosheleza. Na jioni ya jana wakapiga kura tena, ndio akapatikana. Kwa hiyo amepatikana kwa kipindi kifupi, lakini amepatikana bila mizengwe, amepatikana bila hongo, amepatikana bila dhuluma na uonevu, amepatikana kwa ridhaa ya wahusika wote, na wote wanampokea kama kiongozi halali. Sasa kwetu tunalo jukumu la kujifunza kutafuta viongozi wenye uhalali, sio viongozi ambao wanafanya mizengwe ili waingie madarakani. Hao wanaofanya mizengwe waingie madarakani, nadhani hawana masilahi ya nchi yetu na ya raia wetu katika akili na mioyo yao. Wanajitafuta wenyewe, na kwa sababu hiyo hawatachangia usitawi na maendeleo ya taifa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amechaguliwa akiwa na umri wa miaka 69. Ndio. Tuliona wakati anachaguliwa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alikuwa na miaka 58. Aliongoza kanisa kwa kipindi kirefu. Ndio. Kwa mtazamo wa sasa, maana yake kwamba na changamoto kama ulivyozisema, pengine hatungehitaji Baba Mtakatifu ambaye wa umri wa chini. Anaweza akapatikana Baba Mtakatifu ambaye ana umri wa chini zaidi. Akipatikana wa hivyo, lakini isiwe ni mizengwe na hila za watu, bali apatikane kwa sababu ndiye Mungu anayempenda achukue hilo jukumu, na ndiye anayefaa katika kipindi hicho. Ndio. Aha. Maana yake kwamba kama ambavyo ulitangulia kusema awali, wale wote waliokuwa kwenye conclave walistahili kupigiwa kura. Ndio, kila mmoja alistahili. Lakini Roho Mtakatifu sasa anamchagua kati ya waliokuwa kwenye conclave tu. Ndio. Wangeweza wakampigia kura askofu yeyote ambaye hakuwa kwenye conclave. Okay. Na akawa Baba Mtakatifu halali. Okay. Ndio. Wito wako Baba kwa kanisa? Wito wangu kwa kanisa ni kwamba kwanza wote tulipende kanisa letu. Pili, tushirikiane na Baba Mtakatifu na wachungaji wetu wote katika
kulihudumia, kulijenga na kuliendeleza taifa la Mungu. Na mtazamaji mpendwa, ni tamati ya kipindi maalum ambapo tumezungumza na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam Mhashamu Jude Thaddaeus Ruwa'ichi kuhusiana na ujio wa Papa mpya Leo wa 14 ambaye amechaguliwa Alhamis Mei 8, 2025 katika kanisa la Sistine mjini Vatican, makardinali walikokusanyika tangu baada ya kifo cha Baba Mtakatifu Francisco na hatimaye basi kuweza kufanya mchakato ulioweza kutupatia Baba Mtakatifu huyu mpya wa 267. Tutakutana tena wakati mwingine katika kipindi kama hiki pale ambapo hitaji litatokea. Tukutakia utazamaji mzuri wa matangazo yetu. Baba, tufungie kwa sala. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana Mungu Mwenyezi, tunaendelea kukushukuru kwa zawadi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Tunakuomba umbariki na kumlinda. Ulibariki kanisa lako. Utubariki sisi sote, kila mmoja katika utume wake, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.